Kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 limeanza kwa shangwe kubwa tarehe 11 Juni katika uwanja maarufu wa Estadio Azteca mjini Mexico City. Kabla ya mchezo wa ufunguzi kati ya Mexico na Afrika Kusini, sherehe za kuvutia zilifanyika kuadhimisha historia mpya ya maadhimisho hayo yaliyopanuliwa kutoka timu 32 hadi timu 48. Mwigizaji na balozi wa kombe la dunia Salma Hayek aliwakaribisha mashabiki kutoka kote duniani, huku wawakilishi waliobeba bendera za mataifa yote yanayoshiriki kombe la dunia wakifanya maandamano uwanjani. Sherehe hizo ziliendelea kwa wimbo rasmi wa kombe la dunia DNA ulioimbwa na mwanamuziki mashuhuri Andrea Bocelli pamoja na mwimbaji EJ. Msisimko uliongezeka zaidi wakati nyota wa Afrika Kusini Tyler alipoimba wimbo wa taifa lake, huku mwimbaji wa Mexico Alejandro Fernandez akiimba kwa furaha wimbo wa taifa la Mexico mbele ya mashabiki waliojaa uwanjani. Wachezaji wa timu zote mbili walionekana wakiwa wameungana, huku wakiimba nyimbo zao za taifa, jambo lililoonyesha umoja kabla ya kuanza kwa mashindano hayo makubwa. Mexico ilianza mechi kwa nguvu na kuweka historia mapema. Dakika chache tu baada ya mchezo kuanza, mshambuliaji Julian Quinones alifunga bao la kwanza la kombe la dunia mwaka 2026 na kuwafanya mashabiki wa nyumbani kushangilia kwa furaha kubwa. Mexico maybe with an opening here, and that is the opening goal of the World Cup, scored by Julian Quinones. Katika kipindi cha pili, mshambuliaji mkongwe Raul Jimenez aliandikia Mexico bao la pili katika dakika ya 66. Bao hili lilikuwa la kipekee kwa mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 35 ambaye anashiriki kombe la dunia kwa mara ya 4. Mexico iliendelea kutawala mchezo, hatimaye ikashinda kwa mabao 2-0 dhidi ya Afrika Kusini, ushindi ambao uliweka historia, kwani ilikuwa ni mara ya kwanza kwa Mexico kushinda mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia. Tukio hili pia lilihudhuriwa na watu mashuhuri kutoka ulimwenguni, wakiwemo wachezaji pamoja na waimbaji, akiwemo Diego Boneta, Jamie Camel, Luis Gerardo Mendes, Carlos Souza na gwiji wa soka wa Brazil Ronaldo. Wakati huo huo, kijana mwenye umri wa miaka 17 Gilberto Moura alivutia macho ya wengi kwa kuwa mchezaji mdogo zaidi katika mashindano hayo. Nyota huyo chipukizi wa Mexico anaonekana kuwa matumaini makubwa kwa soka la nchi yake. Mchezo mwingine wa kombe la dunia, Korea Kusini ilipata ushindi muhimu wa mabao 2-1 dhidi ya Czechia katika mchezo wa kundi A wa kombe la dunia la FIFA mwaka 2026. Baada ya kuruhusu bao la kwanza, wa Korea Kusini walionyesha moyo wa kupambana na kufanikiwa kufanya comeback ya kuvutia katika kipindi cha pili cha mchezo huo. Kipindi cha kwanza kilimalizika kwa suruhu ya 0-0, huku timu zote mbili zikishindwa kutumia nafasi walizopata. Czechia walionekana kuwa imara katika safu ya ulinzi na waliwazuia washambuliaji wa Korea Kusini kupata mabao, wakati Korea Kusini walitawala umiliki wa mpira, lakini walikosa umakini mbele ya lango. Bao la kwanza la mchezo huu lilifungwa katika dakika 59 kupitia kwa nahodha wa Czechia Ladislav Kleci, ambaye aliipa timu yake uongozi wa bao 1-0. Bao hilo liliwapa Czechia matumaini makubwa ya kuondoka na ushindi muhimu katika mechi hiyo ya hatua ya makundi. Hata hivyo, Korea Kusini hawakukata tamaa. Dakika ya 67, kiungo Hwang In-beom alifunga bao la kusawazisha na kufanya matokeo kwa 1-1. Bao hilo liliwapa Korea Kusini nguvu mpya na kuwatia moyo mashabiki waliokuwa wakishuhudia mchezo huo. Shinikizo la Korea Kusini liliendelea hadi dakika 80 wakati mshambuliaji Oh Hyun-gun alipofunga bao la ushindi na kukamilisha comeback ya timu yake. Ushindi huo wa 2-1 unaipa Korea Kusini mwanzo mzuri katika kampeni yao ya kombe la dunia mwaka 2026, huku Czechia wakibaki na majuto baada ya kushindwa kulinda uongozi wao. Mchezo huo ulikuwa wa kusisimua na ulionyesha uwezo mkubwa wa Korea Kusini wa kupambana hadi dakika za mwisho. Mechi zingine zitakazopigwa hii leo ni Canada atakuwa mwenyeji wa Bosnia and Herzegovina saa 4 kamili usiku, wakati Marekani wenyeji watakuwa wanakipiga na Paraguay, mchezo utakaopigwa usiku wa saa 10 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kwa habari na up to date za kombe la dunia mwaka 2026,
Tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele, lakini pia andika maoni yako kwenye comment.